Ndugu zangu Warundi, mabibi na mabwana, ndugu zangu wa Kongomani, mabibi na mabwana, wa Tanzania, wa Kenya, wa Afrika wote kwa ujumla, mnayonisikiliza na mnayesikia lugha hii ninayoitumia ya Kiswahili, ni lugha jirani, ni lugha ya mandugu, ndugu zetu wa Tanzania na wa Kenya. Sasa ndio chimbuko lake lipo la lugha hii, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na amani awe juu yenu nyote. Amani kama tunavyoyasoma katika kitabu cha Yohana mstari wa 14 mstari wa 27. Amani ya Yesu Kristo wa Nazareti ndio anatakiwa tuwe nayo. Na pili, huyu Yesu Kristo wa Nazareti ana mambo matatu mazuri, sifa tatu nzuri. Sifa tatu: yeye ni njia, pili ni ukweli, na tatu ni uhai. Uhai huyo ndo nawatakieni ndugu zangu, mabibi na mabwana, yawe juu yenu ndani ya mwaka huu wa 2026. Nataka tuongee kidogo kwa yaliyotokea hapa upande wa Southern Hemisphere, huku Amerika ya Kusini. Mashambulizi yaliyotokea yaliyofanywa na hawa wajeshi kabisa wakali wa Delta Force. Hao majamaa, Maduro siyo rais wa kwanza kuchukuliwa mateka na mke wake na kuletwa hapa Marekani na kupelekwa mbele ya mahakama kama ilivyofanyika. Yeye yawezekana ni mlolongo wa maraisi, niseme kwa kukimbia sana, na yanawezekana ni watatu, wanne, watano kwenda juu. Wameanza kumchukua mateka. Rais wa kwanza alikuwa ni rais wa Filipino. Hapo nataka niwatajie mambo ya historia. Basi nataka niwaambie kwa ufupi faida ambayo Marekani imeipata na Make America Great Again ya Rais Bwenyenye Trump. Bwenyenye ni jina Besa ya Beson Makilembe amemvisha na nimelipenda sana. Basi twende shuleni jamani. Operation hii Red on Caracas wameanza kuiandaa yasemekana mwezi wa 8, kwa sababu mwezi wa 8 choko za kuangalia wapi Maduro anaishi, nyumba gani na anapanga na kupangua, kwa sababu alikuwa haishi ndani ya nyumba moja, kwa sababu alikuwa anajua anafuatiliwa, na wameweza kumunasa kwa sababu walikuwa wameweka hela nyingi kwa yeyote yule atakayemkamata, akiwa ni hai au akiwa ameshauawa na kufariki. Inasemekana kwamba wameweka kitita cha $, na fikiri zilikuwa ni milioni 50. Ni hela nyingi. Ndiyo maana yule jamaa amekamatwa kama kichaa, amekamatwa kama umbwa poko, kwa sababu ulinzi wake ulikuwa umeshalegea muda mrefu, ulikuwa umeshasambaratishwa. Ndiyo maana askari waliokuwa na mlindia usalama walikuwa ni askari wa Cuba. Nafikiri wengi wamepoteza uhai wao. Na kunasemekana kwamba kuna ndege hii katika ndege 150 zilizotumika na drone na mambo mengine, kuna baadhi ya ndege imepigwa risasi. Na kitu kingine, mawasiliano yote ya radars ya Venezuela ameleta ndege ikafuta mawasiliano yote. Ndege za Marekani zimeingia bila kuonekana kwenye radar, na wameingia Venezuela kama vile baba au mwanamuji amefungua milango ya nyumba yake. Vichaa, umbwa, paka, wachawi, kila watu wabaya wa kila aina wanaingia bila kizuizi. Ndio maana Venezuela Marekani wameifanya. Na kitu kingine, faida ya kwanza ambayo utawala wa Trump wa Make America Great Again ulioyapata kutokana na mashambulizi haya waliyofanya Venezuela na kumchukua mateka Maduro na mke wake Cecilia, ni haya matatu niyataja haraka haraka. Kwanza, wamepata mafuta na gesi vya Venezuela bila tatizo, na kumfurusha Mchina. Alikuwa anafaidika sana na mafuta kama haya. Mchina sasa hivi atakayefaidika, mwingine wa pili, aliyefaidika wa kwanza ni Marekani, na anayefaidika wa pili ni Urusi. Sasa hivi Mchina atamgeukia Murusi kwa sababu viwanda vyake vinahitaji mafuta na gesi, na Murusi nayo kwa wingi. Sasa mafuta waliokuwa wanajolea bure hapa Caracas Venezuela hapa
Hayo mafuta wamepoteza, ni kama vile Ufaransa umepoteza uranium ya Nigeria na Niger. Unaona, ushikisha pokuwa vitu vya bure na mtu mwingine anachukua, basi uchumi wako unaporomoka. Hauna njia nyingine wala mijadala mingine wala ujanja mwingine. Niache niseme kwanza, Marekani hivi utawala wa mapito ukifanyika, kwa sababu aliyekuwa waziri mkuu amesha hapa kuwa rais wa mpito, Bibi Delcy Rodriguez anatumiwa na Marekani, takuwa ni kibaraka wa Marekani bana. Hakuna njia nyingine. Mwenye nguvu ndiyo anaamua yupi aishi, yupi aondolewe madarakani, yupi auawe. Sasa wenye nguvu kwa ulimwengu wa leo ni mababa hawa, wababe watatu. Moja, Marekani, nchi ya Uncle Sam. Pili, Mrusi. Tatu, Mchina. Kwa sababu Mchina kiviwanda kijeshi, ila Mchina yeye mwenyewe hatumie jeshi lake kwa kwenda kuiba mali za watu. Kama hawa hawa Marekani wao wamezoea kuwa na utajiri wa kuiba mafuta, madini. Na ndio maana hawa Marekani kwa sababu ya kupata mchuzi mzito wa hapa Venezuela, hawataacha Kongo, nchi jirani yetu. Wakongomani muamuke na mpiganie nchi yenu. Msivyoamuka mtakuja kugeuzwa watumwa ndani ya nchi yenu ya mababu na mbwana. Mtakuwa mmemsaliti Simoki Mbangu, mtakuwa mmemsaliti Malakia Kimpavita, mtakuwa mmewasaliti wale wazee wote wa busara nzuri ya Kiafrika. Msije mkauliza, piganie nchi yenu. Okay, Trump sasa amefaidika nini? Amefaidika mafuta, amefaidika gesi ya Venezuela, amemfurusha Mchina, madini ya Venezuela ameyafaidika, na inasikikana kwamba anayefuata kushambuliwa atakuwa ni Colombia na Cuba, kwa sababu ile familia ya Castro bado wamezeheka na wengine wameachilia nyadhifa za uongozi kwa kizazi kingine. Acha twende shuleni jameni. Twende shuleni ndugu zanguni. Tutaujua ukweli, na ukweli huyo utatuweka huru. Je, unataka kuwa huru? Lazima upate ukombozi ndani ya ubongo wako. Wa Afrika, vijana, mabibi na mabwana, tuamshe ubongo. Acha niwaonyeshe kwa kuamsha ubongo wenu, na waalika mkasome vitabu, kwa sababu ni hii Vision TV itakuwa inawaletea uchambuzi fulani, kutumia waaliko fulani, kila kitu. Mpende ni Vision TV kwa kuwa na mafunzo yenye umuhimu. Acha niwape mfano, na watakia amukeni kwa kusoma vitabu, kwa sababu mzungu anakuambia hivi: unapotaka kumnyang'anya mtu mweusi, lazima siri zako zote ziweke ndani ya vitabu, kwa sababu weusi hawasomi. Tunataka wewe ndugu yangu nayo nipata kupitia runinga hii ya ni Vision TV. Je, unakubali kufa kama kuku au wachenyeja au kufugwa kule kwenye fence? Hapana, tuondokane na ujinga, tuondokane na umaskini wa kutojua. Na ndani ya kitabu cha Biblia tukufu wanasema, katika kitabu cha Hosea, watu wangu wanateketea, wanauawa, wanakufa kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu ya kutumia nini? Ubongo. Na unajua watu wengi wa leo wasome wanayo nizidi elimu maradufu, unawakuta wazungu waliosoma nao Marekani, Ulaya, vyuoni kote tunakojua vinavyoaminika, mweusi huyo amemzidi Max, na ikifika kuiteketeza na kusambatisha Afrika na kuua viongozi wa Afrika, yule aliyekuwa juu yake shuleni hapa, mzungu anakuja wa 10 na ngapi, huyo mzungu huyo ndio utakuta na mtumia yule aliyemzidi Max shuleni. Wa Afrika tuamuke. Vitabu nataka niwaonyeshe kwa wale viongozi wa kesho, mkasome kitabu kama hiki. Ni mfano tu, na baadhi ya vitabu nitawaonyesha. Na wale wenye uwezo nataka nijenge channels nyingi, njia nyingi za group WhatsApp, ili tuwe tunatoa mafunzo. Pili, mkasome kitabu kingine hiki. Hiki kitabu kitawasaidia sana wanaume, mabibi na mabwana, wenye tabaka zote. Tukaondokane na ujinga wa hapa. Ndio kinachoua Afrika. Afrika ni tajiri, mjue. Aliyeiwezesha kuwa maskini ni huyu mtu wa magharibi. Magharibi hawatupendi. Na mkiona kuna hii
hii accord ya peace agreement ya Congo RDC ya kusimamisha vita, Trump amefanya kitu kizuri. Anataka tumie mfano wa Angola kipindi wameacha vita. Mjue nchi ya leo kuna nchi ambazo hazina jeshi. Mfano ni Costa Rica. Costa Rica jeshi nayo lilinda ni nane? Ni Marekani. Na Costa Rica ni nchi ya Costa Rica, lakini Marekani nao anamiliki kubwa. Na nchi zingine zina jeshi lakini ni ya kuonyesha, kama Qatar, kama Saudi Arabia, kama wapi. Zile ni mali za Marekani. Mkongomani mkubali aliyefanya Tshisekedi hajakosea. Na kitu kingine, Make America Great Again, na ifananisha na maono wanayojidai kupata mwaka 1845. Kuna jamaa anaitwa John O'Sullivan amesema Mungu amemupa maono, amemupa ndoto ya kwamba Marekani kwa hali na mali ndo